Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi anasisitiza sana katika kitu kinachoitwa one stop center. Yaani mwananchi akienda sehemu aweze kupata taarifa zote na huduma zote zinazostahiki kwa lile jambo kwa wakati ule husika. Sasa na leo Oryx Gas wamelitekeleza kwa vitendo. Wametualikia ZURA wapo ambao ndo regulator, wamewaalika manispaa ambao huko tunakofanya biashara wao wapo, wametualika watu ambao wanasimamia hizi ajira zetu OSHA za Wema, na wametualikia pia wadau wa kuweza kutupatia fursa za uwezeshaji kwa maana mikopo na mengineo, taasisi za kifedha. Haya yote wametuunganisha kwa pamoja sisi wadau kuweza kutoa zile changamoto zetu na kuangalia ni jinsi gani zinatatuliwa. Lakini kupitia ofisi ya makamu wa kwanza rais, kuna mambo ya msingi ambayo sisi tunakuwa tunashiriki katika michakato hii. Moja wapo kuhakikisha hali ya mazingira yetu inakuwa salama. Binadamu wa kawaida kila siku anapoishi utasikia mazingira yangu mabaya, mazingira yangu machafu, atazungumzia tu mazingira kwa siku. Lakini hapa tulipo mmewashwa AC humu ndani, lakini bado tunatoka jasho na joto tunalipata. Sasa tunapojikita katika utumiaji na uhamasishaji mzuri wa gesi au nishati ya gesi, pale tunahimili katika kulinda hali ya kimazingira yetu. Mabadiliko ya tabia nchi ndio yanatusababishia hili joto, na mabadiliko ya tabia nchi asilimia kubwa ni ukataji wa miti ovyo na uchimbaji wa mchanga na uharibifu wa viumbe hai ambavyo vinasababisha mazingira yetu yaendelee kuwa mazuri. Mimi niwashukuru kampuni ya Oryx Gas kwa kuendelea kukaa na wadau wa aina tofauti. Sisi kwa upande wetu wa mazingira tunajivunia kwa sababu uwepo wao unapelekea wananchi watumie nishati safi na salama, waache kukatakata miti, ili pale serikali inapotumia nguvu za kutoa taaluma na kuwashawishi wananchi wasitumie nishati za mkaa, kuni na nyinginezo, basi tunajua mbadala wake upo. Huko nyuma tulikuwa tunazungumzia usitumie mkaa, usikate kuni, ilikuwa mbadala haupo, na hususan katika kisiwa chetu cha Pemba. Lakini leo kwa kushirikiana na wao tumeona sasa huwezi ukakatiza katika majumba ya mji wetu wa Pemba, miji yetu ya Pemba ukakuta hakuna nyumba isiyotumia gesi. Lakini hutoki nje ya miji ukaenda vijijini kama huko alivyosema meneja mkuu wa Zanzibar, mpaka kisiwa Panza na visiwa vingine tumeshirikiana, tumefika watu sasa hivi wanatumia gesi. Na ile dhana kwamba Pemba kuna miti mingi, Pemba kuna kijani kingi, tukiendelea kukikata haiba yetu na heshima yetu ya Pemba itaondoka. Mtu yoyote ambaye ni mgeni wa Pemba, utalii mkubwa wa Pemba ni kuangalia kijani chetu. Kwa kushirikiana na ndugu zetu wa Oryx Gas, basi tuunge mkono kutumia hizi nishati salama na kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu, lakini tunaepuka kufanya mabadiliko haya ambayo yanatokezea ya kutokuwa na hali nzuri ya kimazingira. Kwa katika hali nzuri. Kwa hiyo hicho ni kitu kimoja kikubwa sana ambacho YNB tuko hapa, na niwapongeze sana Oryx Gas na nipongeze sana afisa mahusiano wetu ambaye kwa kweli ni mdau wetu mkubwa. Tunashirikiana kwa vitu vingi sana na tuna program nyingi ambazo tumepanga naye kuhakikisha kwa kiasi gani kwamba tunahamasisha kwamba watu wanatumia gesi. Gesi hatuitumii tu kwa matumizi haya ya kawaida ambayo umezoea ya kupikia nyumbani. Gesi sasa hivi ni nishati ambayo inatumika katika sehemu nyingi, ambapo gesi tunaweza kuitumia kwa irrigation, gesi tunaweza kuitumia kwa sehemu ya uvuvi, kwa kutia kwa mashine. Baada ya watu wanatumia hata kwenye magari, kwa wale wenzetu wa Dar es Salaam wanatumia gesi. Kwa hiyo sisi kama tupo hapa, kiasi gani tunaweza kutengeneza partner ambayo tunaweza kuwasaidia wadau wetu hawa kwamba vipi huyu mwananchi wa kawaida au mfanyabiashara anaweza kutumia hii huduma. Kwa hiyo ni moja kitu ambacho kama benki NB tunakifanya. Lakini mimi leo nitaanza na
kwa vile natoka benki, nitaanza na kujua NMB ni nini. Jamani, benki NMB ni benki kubwa Tanzania kwa sasa, na state kama ni benki namba 1 kwa Tanzania na ni benki namba 2 kwa East Africa. Kwa hiyo majivania hivyo, na ni benki inamilikiwa na serikali, lakini kwa upana wake katika Tanzania tuna matawi zaidi ya 240, lakini kwa upande wa Zanzibar tuna matawi zaidi ya 6, lakini kwa hapa kuna matawi zaidi ya 2. Lengo letu hakisha tunagawanya kuhakikisha hizi fursa za huduma zinapatikana kwa kila sehemu kwa wateja wetu, na tuna wakala zaidi ya 180 kwa upande wa Pemba. Lakini cha kwanza ambacho mimi nasihi waalikwa wenzangu, wafanya biashara wenzangu, vipi tunaweza kufikia malengo haya ya kukuza mitaji na kutoa ajira? Cha kwanza, inatakiwa tujipange katika sehemu ya kwanza kuwa vipi tunapata mitaji yetu. Wapi tunapata mitaji? Najua kila mmoja anafanya biashara, kila mmoja anataka kufanya shughuli mbalimbali, na nime experience kwamba dealers wengi hawa wana multi business. Inakuwa sometimes ni changamoto ya mitaji yetu kwamba wewe unafanya biashara moja ya chakula, unafanya biashara nyingine, unataka uzalishe zaidi, lakini changamoto ambayo unakutana nayo, vipi unaweza kupata mtaji kuhakikisha kwamba unaongeza mtaji wako kisha biashara yote inaenda na bila kupata shida sehemu nyingine.